Yes, bana, leo ni tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Ni Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa kwanza wa mwaka huu mpya wa 2026. Na nikukumbushe pia ndo siku ya mwisho ya semina ambayo imeanza tarehe 31 ambayo ni semina mwaka mpya ambayo anaendesha mchungaji kutoka pale Mbagala kwa makamu askofu kwa mchungaji Muhiche, anaitwa mchungaji Philip Rubango. Na ameendesha semina kwa uzuri kabisa na leo amehitimisha kama hivyo, na tutaenda kujua ni kitu gani amefundisha. Usitoke, enda kwa pamoja nasi. Tulikuwa naye hapa kwa siku kadha wa kadha. Bwana, leo sasa ndo amehitimisha ile semina. Kama unafuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale TAG Magomeni, ulikuwa unaona kabisa semina inayoendelea yenye uvuvio wa Roho Mtakatifu na mambo mengi kadha wa kadha. Sasa ungana nami mwanzo mwisho tukaweze kuwahoji watu tujue ni kitu gani amejifunza kwenye siku ya leo. Na hapo toka mwanzo semina ilipoanza, mimi ni Frankie Leonard Sentole. Hii ni Sentole TV na Magomeni Gospel TV. Shout sana. Uwe nami mwanzo mwisho. Twende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa nani mama? Naitwa Debora Mariche. Debora Mariche. Tuambie ni kitu gani umejifunza kwenye ibada ya leo? Kwenye ibada ya leo nimejifunza kwamba somo lilikuwa linasema Mungu anaweza kugeuza moyo. Kwa hiyo kwenye huo ujumbe nimepata vitu viwili. Cha kwanza, vitu vinavyoharibu moyo wa mwanadamu, ambapo cha kwanza chake ni udanganyifu wa shetani ambao unatokana na mambo yale mabaya ambayo shetani huwa anayaleta mbele ya maisha yetu, na sisi tunayaona kama ni sahihi, kumbe anakudanganya. Au unaweza ukawa huko kwenye njia sahihi ya Mungu, lakini kutokana na kile kigumu unachokipitia, shetani anakudanganya pale kwamba hapa huko kwenye njia sahihi, maana ungekuwa kwenye njia sahihi usingepitia hili unalopitia. Lakini kitu cha pili kinachoharibu moyo ni udanganyifu wa nafsi. Moyo unaweza kuharibiwa tu na namna ambavyo wewe mwenyewe unajidanganya na nafsi yako. Unaweza kusema labda mtu fulani ananichukia au amenipita hajanisalimia, kumbe wala yule mtu hakuwa na wazo hilo. Ni nafsi yako tu mwenyewe inakudanganya, lakini lengo la shetani ni kukutoa kwenye lile kusudi la Mungu au kuharibu moyo. Kipengele cha pili ndio hivyo kwenye vitu vinavyoponya moyo. Kwenye vitu vinavyoponya moyo pale, cha kwanza walisema ni kuwa na ibada mara kwa mara. Kwa maana ya kwamba moyo kama umeharibika, mtu anatakiwa awe na ibada ya mara kwa mara, aidha akiwa mwenyewe nyumbani au kuhudhuria ibada kanisani. Kwa kufanya hivyo kunamsaidia yeye kupona tatizo alilonalo au hayo maumivu ya moyo. Cha pili, kwenye mambo yanayoponya moyo nilichojifunza ni kulisikiliza neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu, hivyo vinapelekea wewe moyo wako kupona kutoka kwenye yale majeraha uliyoyapata. Hebu msaidie mtazamaji aweze kujua ni maandiko gani amesoma mtumishi wa Mungu na yeye akaweze kulifaa. Andiko ambalo nalikumbuka kwa haraka linatoka kwenye Luka 15. Nadhani ilikuwa kwenye habari ya mwana mpotevu. Alipozingatia moyoni kwamba ni watumishi wangapi wa babangu wanakula na kunywa, basi na mimi nitarudi. Hiyo limetokana na pale kwenye vitu vinavyoponya moyo. Kuna kipengele wanasema ni huduma ya Roho Mtakatifu. Huduma ya Roho Mtakatifu inatusaidia. Mwanampotevu yeye hakuhubiriwa na mtu yoyote kwamba kwa baba yako kuna watumishi wanakula na kusaza urudi, lakini ile huduma ya Roho Mtakatifu ilimfikia pale alipo, akakumbuka kwa neema ya Mungu kwamba kumbe mimi baba yangu kwake kuna watumishi wengi na wanakula na kunywa, kwa nini mimi nateseka hapa, ngoja nirudi. Kwa hiyo akarudi. Kwa hiyo nakumbuka hicho kitabu cha Luka. Umefanikiwa kuhudhuria siku zote za semina za mtumishi wa Mungu ambaye amehitimisha leo? Hapana, mimi nilikuwa safarini, leo ndio siku yangu ya kwanza kuhudhuria. Basi sikose vipindi vyake vilivyokuwa vinaendelea. Amefundisha mambo mengi sana. Tupatie pale YouTube Magomeni All Nation ni Mungu. Amina, nashukuru sana. Nashukuru. Amen. Praise speaking. Amina, amina. Bwana anaitwa nani? Naitwa Joven Festo. Joven Festo. Leo mtumishi wa Mungu amehubiri mambo kadha wa kadha. Hebu waambie watazamaji kitu ambacho umejifunza wewe kwenye ibada leo. Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Nimejifunza vitu vikubwa sana kuhusu milima. Haijalishi mlima wako na aina gani kwenye maisha yako. Lakini ametufundisha, nikajifunza kwamba haupaswi kuangalia ule mlima wako, bali angalia imani yako ambayo inakuwezesha kuvuka ule mlima ambao unakutana kwenye maisha yako.
Umefanikiwa kuhudhuria karibu semina zake zote au ni siku ya leo tu ndio nimefanikiwa kuhudhuria semina zake zote kasoro siku moja nadhani. Karibu kasoro siku moja. Na leo amehitimisha. Hebu tulifaa kidogo kwa hapo nyuma mpaka hapa. Yaani kitu gani mmenoti kwa mtumishi wa Mungu ambaye tumejifunza kwake? Kwa kweli nimejifunza kitu kikubwa sana kuhusu kuanzia ameanza siku ya mkesha wa mwaka mpya. Nimejifunza kuhusu siri ya kujua ufalme wa mbingu, wa kumjua Mungu zaidi. Unapozidi kumjua Mungu ndio kuna fursa nyingi unazipata, na hasa akiwa anasisitiza kwa habari ya imani sana, akitufundisha kwa habari ya imani na kutembea. Na hata leo akihitimisha akiongelea kwa habari ya, alikuwa anaongelea kwa habari ya habari ya nini, ngoja nifaa kidogo hapa. Nimeandika pia. Ukilifaa ni vizuri pia kwa sababu ndio muhimu wa kuandika. Kwa hiyo ukilifaa kwenye maandiko leo inapendeza. Kwa habari ya milima. Kwa hiyo nimejifunza kitu kuu. Haijalishi unakutana mlima wa aina gani. Mlima una tabia, alikuwa anafundisha mlima una tabia kwa katisha tamaa. Unaongea haiwezekani. Hapana, hauwezi. Mlima uonyeshi njia, lakini akasisitiza mbele zaidi, akaonyesha kwamba inawezekana. Usiangalie mlima, sikiliza imani anasema nini kwa habari ya kitu unachokipitia. Akaongea kwenye andiko la yule mwanamke Marko 5 nadhani 25. Yule mwanamke alikuwa anatoka damu kwa miaka 12. Aling'ang'ania, aliangalia imani kwamba akigusa pindo la Yesu atapona. Ndio tunapotakiwa tuangalie imani inapotakiwa. Sasa mwaka unaanza kama hivi, ni jambo gani ambalo unasema mwaka huu katika upande wa utumishi lazima ning'ang'anie mpaka litokee? Na namshukuru Mungu kwa kweli kwa ajili ya mwaka 2026. Mwaka huu 2026 kama kauli mbiu inavyosema ya kanisa letu, kumjua Mungu zaidi. Nitang'ang'ania nimjue Mungu zaidi mwaka huu ili utumishi wangu uzidi kukua. Mungu akubariki sana mtumishi. Amina, asante sana. Amina. Barikiwe sana. Amina. Nasifiwe mama. Amina. Anaitwa nani? Naitwa Naomi Daniel Mboya. Sasa nataka kwenye ibada ya leo tuambie ni kitu gani umejifunza? Kwa vitu vichache ambavyo nimejifunza ambavyo vinaweza tukamsaidia mtu mwingine, nimejifunza vitu vinavyoponya moyo ulioharibika. Kitu cha kwanza, ili uponye moyo ni lazima uwe mtu wa ibada. Ibada inaweza kama maeneo mengi, kuishi maisha matakatifu ama kuja ibadani na kusikiliza neno na vitu kama hivyo. Kitu cha pili ambacho naweza nikasemea pia, kuwafuata watu ambao wameshawaiponya moyo, yani alijeruhika alafu akapona moyo. Kwa hiyo ili na wewe upone moyo, ambatana na watu ambao wamepona moyo. Kitu cha tatu pia, huduma ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia moyo ukapona mwenyewe. Kuna wakati huwa tunashindwa kupona moyo tukiwa na maumivu. Ukikaa kibinadamu unafikiria nimeumizwa sana, nimekasirika, unatamani kupona, unatamani urudi kawaida, na unasikia neno la Mungu linakusihi kwamba ubadilike, upone, usamee, lakini unakuta unashindwa kibinadamu. Lakini tunakumbushwa kwamba Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Roho Mtakatifu huwa anatusaidia kwenye mambo mengi. Kama ukiamua kumwambia Roho Mtakatifu, nisaidie, nataka kupona huu moyo ulioharibika, Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Hicho ndicho naweza kusema kwa leo ambacho nimejifunza. Umeweza kuhudhuria siku zote za semina za mtumishi wale? Hapana, nilihudhuria, lakini kuna siku nilikuja nikiwa nimechelewa, nikakuta yuko katikati anafundisha. Ni kitu gani umejifunza kwa mtumishi wa Mungu toka umeanza semina? Kitu ambacho mimi nimejifunza kutoka ndani ya moyo wangu, unyenyekevu. Hata kama unajua Mungu anakutumia kiasi gani, unatakiwa kushuka sana, na mahali penye unyenyekevu Mungu hushuka. Mahali penye unyenyekevu Roho Mtakatifu hufanya kazi sana. Kwa hiyo nimejifunza pia, huyu mtumishi wa Mungu alikuja ameshuka sana. Hata mimi nimejifunza vitu kwake. Ametuponya pia na kanisa. Pengine Roho Mtakatifu alimtumia kusema na sisi juu ya kumheshimu mchungaji na kushuka na kunyenyekea mbele yake. Pengine tulimwona wa kawaida, lakini mtumishi wa Mungu Roho Mtakatifu amemtumia. Nadhani wengi wamejifunza kama mimi nilipojifunza. Alafu pia kwa mimi nimejifunza kitu kwake. Yaani wengi walipomwona pengine mara ya kwanza walimuona kijana mdogo pengine hana jamani atafundisha nini, kumbe Mungu hutumia mtu yoyote yule ambaye yuko tayari kutumika na kunyenyekea. Mungu akubariki sana. Amina. Barikiwa. Amina. Naitwa nani?
Naitwa Upendo Mwakimagi. Sasa Upendo, hebu waambie watazamaji umejifunza nini kwenye ibada leo? Leo nimejifunza nilichokikamata mimi ambacho naondoka nacho kabisa. Ni kwamba kila mtu ana mlima wake, na huo mlima ni mapito ambayo tunapitia hapa duniani. Kila mtu na changamoto katika wokovu wake, na ili huo mlima uondoke inatakiwa uwe na imani kubwa sana ya kumtafuta Mungu. Kadri unavyozidi kumwomba Mungu, Mungu nisaidie huu mlima uondoke, haya majaribu yaondoke, huo mlima hauondoki muda huo huo. Unahitaji pia imani ya uvumilivu. Mungu anakusogelea. Kadri anavyozidi kukusogelea, anahitaji umjue yeye zaidi kiundani, na sio kwamba Mungu ana uhitaji sana wa kuliondoa hilo tatizo kwa muda huo huo. Mungu ana uhitaji wa wewe umjue kiundani zaidi, ili uishi katika imani. Lengo kubwa ya Mungu tufike mbinguni, na tutafikaje mbinguni? Ni kwa ajili ya kuyashinda hayo majaribu. Hicho ndio kitu ambacho mimi naondoka nacho siku ya leo, kwamba nahitaji niwe na imani kubwa, na kadri nitakapozidi kumwomba Mungu, sio kwamba Mungu atanijibu kwamba nimeomba mwaka huu basi mwaka ujao lazima itakuwa, ila nizidi kumwamini na kumjua yeye. Imani yangu ndio itakayofanya huo mlima uondoke, haijalishi umeokoka au hujaokoka. Mlima kawaida, kwa maskini, tajiri, mzuri, mbaya, lazima mlima upitie. Mtumishi wa Mungu amesema katika vifungu gani, labda ili mtazamaji aweze kurejea? Kuna Marko 5 pale ukienda unakuta, kuna Mathayo kumbuka, kuna Marko 5 Marko 5 kwa kusoma ile sura ya 5 atapata majibu pale. Hapo kuna hiyo tena Marko 5:22. Mungu akubariki sana. Amina. Watazamaji wetu, mpaka hapo tutakuwa hatuna la ziada. Niwakaribishe kufuatia vipindi hivi kila siku ya Jumapili pale Magomeni Foundation, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tunapatikana kwa uzuri kabisa. Bila kusahau Santuri TV moja kwa moja. Katika vipindi